Naomba leo tuongelee kanuni moja inaitwa KVK. Kwa wewe ambaye ni mgeni kwenye channel yetu wa Jila Update, basi tunakuomba uweze kusubscribe channel yetu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea notification. Twende moja kwa moja kwenye kanuni ambayo leo hii tuko nayo, inaitwa KVK. Hii kanuni inaweza kukusaidia wewe kujibu maswali ya jeshini. Na usisahau ya kwamba tunapokea maswali kwa njia ya maoni na kisha tutatengenezea video ili kila mtu aweze kujifunza, na tunapokea mtu yoyote ambaye atahitaji ushauri wa aina yoyote ile. Basi twende moja kwa moja kwenye point. KVK inamaanisha nini? K inasimama kwa neno kusikiliza, na V inasimama kwa neno vumilia, na K nyingine inasimama kwa neno kamilisha. Sasa twende tuyanyambue haya maneno ama hizi herufi KVK, utazitumiaje na kwa nini ni muhimu sana kuzifahamu. K ya kwanza ambayo ni kusikiliza. Amini ya kwamba silaha kubwa ya askari ni sikio. Hivyo hakikisha sana unapokuwa mbele ya kamati inayouliza maswali, basi unasikiliza kwa umakini wa hali ya juu. Na jinsi ya kuitekeleza hii ili kusaidie, cha kwanza, hakikisha afande akiongea wewe unyamaze. Usikilize kwa umakini na macho yako yamwangalie, usiangalie chini. Cha pili, usimkatishe akiwa anaongea. Wewe endelea kumsikiliza mpaka atakapomaliza. Na cha tatu, ukishauriwa na afande kama umetoa jibu basi akakushauri kitu, jibu lako inatakiwa iwe ni ndio afande, na usiongeze sentensi nyingine, ama nimeelewa afande, usiongeze sentensi nyingine. Twende kwenye herufi ya pili ambayo ni V. Inamaanisha vumilia. Hii ni adhabu, ni chakula cha askari. Yaani vyovyote vile utakapopewa adhabu lazima uvumilie, maana adhabu ni chakula cha askari. Na ili hii V uikamilishe vizuri, cha kwanza, hakikisha unapopata adhabu yoyote ile, uwe umefanya kosa au hujafanya, yaani amekuja tu akwambia rukeni kichula, hakikisha usikasirike moyoni. Watu ambao wamepita JKT nadhani wananielewa. Unapopewa adhabu ya aina yoyote ile, iwe umefanya kosa au haujafanya, lazima ufungue moyo wako, ikiwezekana tabasamu, hata chekelea kindani ya moyo, umenielewa? Alafu kingine namba 2 kwenye V, usipende kulalamika, yani usilalamike kwamba mmetuweka juani, jua kali bana, wanazingua. Hapana. Adhabu ndiyo chakula cha askari, umenielewa? Alafu kuna kingine, kama ukipewa kitu, kama ukiambiwa ruka kichula, ukashindwa, ukadondoka, hakikisha unanyanyuka, unajikaza, unaruka tena. Maana yake inaonyesha ustahimilivu wa hali ya juu na uvumilivu wa hali ya juu. Tukienda herufi nyingine ya mwisho ambayo ni K, inasimama kwa neno kamilisha. Hakikisha kila utakachokifanya, iwe ni kukimbia, hakikisha unamaliza lens. Usije ukakimbia ukaishia njiani, wakapita na gari wakuchukue warudi na wewe kambini. Ndugu yangu, yani kama ni kufeli, hapo sidhani kama wanaweza kukuchukua. Yani kuna wale mfano enzi za JKT, maana nimepita kwa mujibu, walikuwa mkianza kukimbia, kuna wakati mnakimbia mnaanza mbio fupi kwanza, umeona? Sasa hii ni JKT. I don't know kwamba nyie mtakaoenda usaili watawapangia mbio gani, umenielewa? Lakini nakumbuka kipindi tuko JKT hapo,
tulikuwa tunaanza na mbio fupi labda kilomita kadhaa. Nakumbuka siku moja tukaenda kilomita 8. Hiyo sasa zikaanza kuchanganya. Sasa kilomita 8 likawa linapita gari, umeona, yani kuna gari nyuma inakuwa inapita na inachukua watu ambao wameshindwa kukimbia, umeelewa? Sasa tukakimbia kitu kama kilomita 8 au 12, sijui 16 ile. Sielewi, ila zilikuwa ni kilomita nyingi. Kwa hiyo kuna gari lilikuwa linapita nyuma. Sasa assume mtu mmekimbia mmemwacha nyuma ameshindwa kukimbia. Amekaa chini, mwingine kadondoka. Oya, sasa ukifanya hivyo ndo siku ya usaili ndugu yangu. Kwa hiyo hakikisha kila unachokifanya unakamilisha no matter what yani. Ukiona umeishiwa nguvu, umechoka, yani jitahidi kinamna yoyote ile, kamilisha. Huyo ndo askari, umenielewa? Yani tumia mbinu yoyote ili mradi ukamilishe na usionwe. Kama ukitumia njia za janja janja, hakikisha usionwe, lakini kamilisha. Iko hivyo ndugu zangu. Kama unahitaji ushauri wa aina yoyote ile na una maswali ambayo unatamani tushare, au kama wewe pia umeshawahi kubahatika kwenye interview ya JW, unaweza ukashare experience yako hapa. Maana kama nilivyowaambia, kwangu mimi kiuhalisia kwamba JW I don't like. Kwa nini? Nilikuwa sihitaji sana kuwa under control sana, sihitaji sana kuwa nimebanwa muda wangu wa lot. Kwa ndo vile, kwa hiyo hata kutuma posti au kuandika barua kujiunga na jeshi mimi sikuwahi jaribu, ila nilipenda sana jeshi la polisi. Kwa hiyo kila kazi ya jeshi la polisi ilivyokuwa natoka, mimi nilikuwa natuma barua, understand? Lakini sasa hivi umri ushanitupa mkono, kwa hiyo sina chance tena hiyo ya kupambania, ila kwako wewe ambaye bado ni kijana miaka 25 hivi kushuka chini, bado una chance. You have to try. Endelea kupambana, tunatoboa tu soon. Chao.